Na yasema haya kwa uchungu kwa sababu hata wiki moja kabla niliweza kutoka hapa na kwenda nchini South Africa kuweza kukiwakilisha chama changu, lakini yalitoka maneno ya kibaguzi, maneno ya kuudhi, maneno ya uchonganishi kwamba kwa nini nimeagizwa mimi kwenda nchini kule ingali mimi ni msaliti. Mkipitia kwenye akaunti yangu ya kijamii mtaona hizo comment, na wanaofanya hivyo ni watu ambao tuko nao ndani ya Chadema, ni watu ambao ni viongozi, ni watu ambao wanajinasibu kwamba ukweli wanataka mabadiliko ya kweli. Ni kitu ambacho kinaumiza sana. Sio hivyo tu, naweza nikasema chuki hizi zina baraka ya viongozi ambao ni ngazi ya juu. Pamoja na mambo yote haya yanayoendelea, nimekuwa nikiyaripotia juu ya viongozi wenzangu wa juu, kwa maana ya katibu wa kanda na mwenyekiti wa kanda, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Na nina ushahidi kabisa, huenda hawa wanapewa baraka hizo kwa sababu hata baada ya barua ile kupatikana kwenye vyombo vya mitandao, hakuna kiongozi yote aliyeweza kukemea na kuweza kuona mambo haya yanaudhi. Pamoja na mambo yote, ndani ya Chadema tumekuwa tukisukumizana kwenda nje pasipo kujua kwamba chama ni watu na chama kinahitaji watu. Leo hii nasimama hapa kwa ujasiri mkubwa kwamba nimeona Chadema sio sehemu ya familia yangu, kwa sababu leo hii ukiona mjumbe wa kamati kuu anatoka hadharani na kuweza kusema hawa G55 ni wapumbavu, pasipo kujua hawa kwamba sisi pia tuna watu nyuma yetu, tuna watu wanaotuunga mkono, tuna familia waliokuwa wakiona Chadema ni sehemu ya familia, na kuweza kuita mwana Chadema mwenzio ni mpumbavu, pasipo kujiridhisha kwamba huyu kweli ni G55 au sio, na kuweza pia kujua kwamba huyu anaweza kuwa mchango ndani ya Chadema au asiwe mchango. Leo hii tunaonekana ni wapumbavu ndani ya taasisi tuliozijenga kwa jasho, kwa damu na kwa gharama kubwa. Tumekuwa ndani ya taasisi pasipo kulipwa, lakini Mheshimiwa Godbless Lema ni mnufaika mmojawapo wa Chadema. Naweza nikasema haya kwa ujasiri mkubwa kwa sababu akiwa mwenyekiti wa kanda ya kaskazini ameweza kuwasababishia pia watu wengine maumivu makubwa. Yeye ni mmojawapo wa kuasisi kufukuzwa kwa wanachama wenzetu, na hii iko wazi, simsingizii. Watu wanajua na wanaelewa. Ameweza kufukuza aliyekuwa katibu wa mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Slaa, na kuweza kumuona kwamba hafai kwa sababu tu mke wake aliweza kukiacha chama hiki na akapewa makosa ya mke wake na kufukuzwa kwenye uongozi. Mheshimiwa Lema amekuwa mwasisi wa kufukuza watu kwa sababu ndio aliyesababisha Innocent Kisanyage aliyekuwa katibu wa jimbo la Arusha mjini kuondoka na kukihama chama. Mheshimiwa Godbless Lema aliweza kusababisha Mheshimiwa Ali Bananga kuondoka ndani ya chama hiki na kwenda kwenye chama kingine pasipo kujua kwamba chama hiki kinapata madhila au madhara unapopunguza wanachama badala ya kuwaongeza. Mheshimiwa Godbless Lema ameonekana pia kwenye vyombo vya habari akiwa anatoa mamlaka kwamba ikiwepo watu wengine wafukuzwe kabisa wanachama, akiwepo aliyekuwa mgombea wa jimbo la Arusha mjini Boniface Kimario. Haya ni mambo ya kuudhi. Tabia hii tunaona bado yuko nayo. Sio mtu wa kuunganisha chama, bali ni mtu wa kukitawanya chama. Leo hii tunaona vijana pia ambao wako nao kama Mahinyila, badala ya kuwafundisha maana ya uongozi, maana ya kuwa kiongozi mzuri, leo hii wanapanda majukwani na kumtukana Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, kitu ambacho kwa sisi vijana tunatakiwa kukikemea na kujifunza kwa watangulizi wetu. Haya ni mambo ambayo yanaudhi sana. Hivyo mimi kama Emma Kimambo niliyekuwa mwenyekiti mstaafu wa vijana na niliyekuwa mweka hazina wa kanda kaskazini, nimeamua kuacha vyote. Nimeamua kuachana na cheo nilichokuwa nacho na kuweza kusimama kutetea wananchi pasipokuwa na chama. Niko tayari kupambana kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote, nikiwa nje ya chama cha siasa, nikiwa nje ya Chadema, na nipo tayari kwa namna yoyote na kwa gharama yote, na hata kuwapambania wale ambao tunaona wananyimwa haki zao za kimsingi na kunyimwa haki yao ya kisiasa. Najua yako mengi yataendelea, najua tutatukanwa sana, lakini hatuogopi. Wametutukana vya kutosha, wamedhalilisha familia zetu vya kutosha, kisa tu kuweza kukishauri chama kiingie kwenye uchaguzi.
leo Chadema imepoteza mwelekeo na sifa mahususi ya kuweza kupigania dola na kuweza kususia uchaguzi na kujitenga na uchaguzi. Leo hii mimi ni mwanachama wa kawaida na niko tayari kwa lolote. Asanteni sana.